Shangazi alinigeuza mwanamke ili niweze kusagana naye. Sehemu ya 4. Kama utakumbuka vizuri, katika sehemu ya 3 tulipoishia ni pale ambapo Johnson alikuwa katika jumba la shangazi yake na D akiwa anamwadabisha shangazi yake na D. Sasa nini kilichoendelea? Tafadhali ungana nami katika sehemu hii ya 4, itakuwa na majibu yote ya nini kilichoendelea. Lakini pia ni kuomba usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video hii ili kuweza kupata mwendelezo mzuri wa story hii na zingine zote kutokea hapa Stori za Mambo. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Jack Mambo, ambaye unaweza kumpata kupitia ukurasa wa Facebook, anatumia Stori za Mambo, au kupitia namba yake ya WhatsApp anatumia 0716 35 2102. Jina langu naitwa Ibrahim Kalage. Karibu tusonge katika sehemu ya 4. Ndiyo, kilikuwa na kisasi dhidi ya shangazi kwa wanaume. Hicho ndicho kitu naweza kusema. Jay aliamua kumkomesha. Sijui kama kwa wanawake wote anaofanyaga nao mapenzi anawaandaga kwa mtindo ule. Na kama ni vile, basi ndio maana mademo hawakauki kwenye geto lake. Nasikia kuna mwingine alitakaga kunywa sumu kwa sababu ya Johnson. Ila hiyo ni story nyingine sasa. Twende na hii kwanza. Maandalizi kwa mwanamke ndio tendo lenyewe bana. Maandalizi mazuri ndio mwanzo mzuri wa safari ya kuenjoy tendo kwa mwanamke. Mwanamke ni tofauti sana na mwanaume ambaye yeye akishaona msambwanda tu na uchuchu zile anasimama na kuwa tayari kwa mapambano. Hisia za mwanamke ziko mbali sana, na ndio maana kuna watu wanauziwa mapenzi na wengine wanapewa kama zawadi. Akili kumkichwa. Wekeza katika maandalizi jamani. Wala mkongo sio tiba kumfikisha kileleni. Unaweza kumchosha kwa masaa mawili na hujamfanya kitu zaidi ya kumuumiza tu. Maandalizi ni muhimu sana. Lakini hebu zingatia kwa unayemwandaa wazi marejesho ya vikoba. Utafeli. Basi mpaka kufikia hapo Johnson alikuwa na asilimia nyingi za ushindi. Alikuwa na uhakika kuibuka kinara wa mchezo. Shangazi alikuwa hoi sana. Alikuwa ameloa mpaka ameloa tena. Na hapo kumbuka bado hajazigusa sehemu nyingine za mwili wake. Jay alikuwa amemtembelea upande wa nyuma tu na huku bado upande wa mbele. Akamgeuza na kumlaza chali. Alimwangalia usoni. Akamuona kabisa shangazi hajiwezi tena. Macho yake yalikuwa yamelegea haswa. Mikono yake ilikuwa na nguvu kabisa. Akawa anamwangalia kwa huruma sana, lakini Johnson alimpotezea kama amuone vile. Akashuka na kumpa ulimi kidogo. Shangazi akapokea ulimi ule wa yule kijana machachari hatari sana. Kisha mikono yake akaishusha na kuishika mikono ya Jay. Kisha taratibu akasema kwa huruma, "Kaka, naomba." "Nitakupa mchumba, subiri." Jay akashuka na kushusha ulimi wake shingoni. Na hapo akamnyonya kwa nguvu na kuichora love bite taratibu bila papara. Ya shangazi alijua anaenda kupata utamu, lakini kumbe maandalizi yalikuwa yanaanza upya. Yeye alikuwa mchoyo sana yule kijana. Mara baada ya kutembea shingoni tu, akazama masikioni, na hapo akatoka na kuangukia kifuani. Akakutana na matunda mawili yaliyoshiba haswa, yanavutia hatari. Akaweka kituo hapo pia. Kisha akaenda kwenye kopa lake. Kijana ana kinyaa na anajua mapenzi uchafu. Akaanza kulisafisha kwa ulimi wake. Vuta picha ule mtekenyo wa kidole tu, alafu unakutana na ulimi wa moto kwa pani. Shangazi aliweuka kwa muda. No. Mama. Maufundi yalikuwa ni mengi sana. Jay ya kuacha hata hatua moja. Baada ya kuzunguka kote, hatimaye akatua kambini. Na hapo hakutaka kuzama ndani kwanza, hapana. Maana hapo ndio alikuwa anaenda kulipua bomu la nyuklia rasmi. Alishusha ulimi wake taratibu na kukutana na ikulu safi iliyopambwa na majani machache yasiyokera. Majani yaliyochorwa vizuri kakiduku fulani hivi kakibabe. Nye ushangazi wa diwa na mambo huyu jamani. Sando nini kutunyolea kiduku cha ikulu kweli? Hebu tuendelee. Ulimi wa Di ulikuwa ni wa moto kweli kama umetoka kuchemshwa jikoni vile. Basi bwana akaushusha, akaanza kumnyonya bila hata papara. Shangazi akaanza kujinyonga na kubana miguu yake, anatetema kama mayele vile.
Ilikuwa ni zaidi ya raha. Utamu aliousikia ulizidi utamu wote aliowahi kupewa tangu ajue mapenzi. Hakujua kuna wanaume wanajua mapenzi dunia hii. Kuna wanaume wana maujuzi yao tu, wameyafokea, hawana shida hata na mtu kabisa. Kila kubwa na kubwa yake. Ndio maana rais wa Tanzania huwezi kamwe kumfananisha na rais wa Marekani, japokuwa wote ni marais. Siku hii shangazi kiukweli ilikutana kubwa kuliko. Utamu aliusikia, raha alizopewa alikiri kutoka moyoni hajawahi kabisa kuzipata tangu ayajue mapenzi. Mama, nakojoa. Naish, nakojoa. Nakuje mimi. Baba. Ali ilikuwa tete sana, akavuja dafu kisha akapenyeza kidole na kuanza kukipiga 2 in 1, yani kidole kinachezea G-spot na ulimi unamnyonya kwa juu. Sio hata muda shangazi akatetema tena na kuvuja dafu lake la nguvu mno. Hapo akamshika akamvutia kwake na kuhitaji tena ulimi wake wala kidole kitamu. Nalihitaji bakora sasa. Nipe. Naomba. We kaka. Nipe basi. Bwana hata sijui ilikuwaje bana. Jace akaona bakora bandia chini ya kitanda. Mzuka wote ukakata. Akakumbuka yaliyomtokea D. Akashuka kitandani, shangazi akashangaa. Vipi? Mbona unashuka? Siwezi kufanya mapenzi na wewe. We kaka. Yaani umeniloesha hivi na hutaki kunikula? Hebu acha masiara bana. Jay wala hakutaka kuongea kitu. Aliinama akaitoa ile bakora bandia kisha akamrushia kitandani. Shangazi akaidaka na kujisikia aibu sana. Tumia hiyo, itakufanya uwe sawa. Alisema Jay yuko anavaa nguo zake. Shangazi hakutaka kuamini eti anaenda kuukosa utamu. Kisa tu bakora yake imeonekana. Hapana, aliinuka haraka na kwenda kumzuia Jay asivae boxer yake. Hapo alikuwa anaimezea bakora kubwa ya Jay iliyokuwa imevimba kama tangu la bukujero. Jamani, sasa ndo nini hivyo mpenzi wangu? Bwana wewe una mambo mengi bana. Mumeo ni ule, hebu achana na mimi. Sasa wewe mkaka jamani, hivi unajua nishakupenda mimi tayari. Na nilikuwa natumia yale kwa sababu sikuwa na mpenzi jamani mimi. Kwa hiyo mimi nifanyaje? Nisamee tu, nimeacha na sitarudia tena. Sitarudia tena, kuanzia sasa utakuwa mume wangu wewe. Shangazi aliongea kwa vitendo. Akashuka chini na kushika mjegeje wake akautupia mdomoni wake na kuanza kupyonya taratibu. Jay naye akawa ameshikwa penyewe. Hakuwa na ujanja tena, taratibu akashuka na kuwa mpole. Utamu ulipokolea tu akamshika shangazi wa D na kumuinamisha kitandani. Yeye akasimama chini na kuanza kumsulubu bila huruma. Mashuka alikuwa chini sakafuni na aliyobaki alikuwa amevurugika vibaya kitandani. Juu ya kitanda kulikuwa na watu wawili tu, mwanamke na mwanaume. Hawa si wengine bali ni Jay na shangazi mtu. Mmoja wapo alikuonekana kupagawa zaidi kuliko mwenzake, na si mwingine bali ni shangazi. Siku ile alioneshwa umwamba. Jay aliwakilisha vizuri wanaume na kuirejesha heshima iliyokuwa imepotea kwa muda mrefu sana. Wewe mkaka, ulikuwa wapi jamani? Mimi nipo Kinondoni tu pale. Unajua nilikuwa nahisi wanaume wameisha duniani, tulikuwa tumebaki wanawake tu. Unakosea sana. Acha kufanya mapenzi na wanawake wenzio. Kwanza ni dhambi na haipendezi. Hata jamii itakuona mtu wa ajabu sana. Tatizo sio mimi jamani. Tatizo ni nyinyi wanaume. Mkipendwa na mkajua basi shida. Ndio maana tunaishi kujifurahisha tu na wanawake wenzetu. Basi acha kuanzia leo. Nimeacha dadi na nakuahidi ya madude nitachoma moto. Ya kweli hayo. Kabisa nakwambia. Waliongea na kupiga story 2-3. Mwishowe shangazi akapitiwa na usingizi. Jay akasubiri ulipokolea kabisa ndipo akaanza uchunguzi wake taratibu. Alianza kufungua draw na kukutana na madude ya ajabu sana kisagaji tu. Akakutana na mabakora bandia za kila aina. Kweli shangazi alikuwa ameathirika sana kisaikolojia. Alisikitika tu, akaendelea kutafuta lakini hakuona kitu alichokitaka. Alikuwa kitamani sana kuona chochote kinachomuhusu D. Ndipo katika kutazama akaliona sanduku chini ya kitanda. Akalivuta taratibu kisha akalifungua. Lilikuwa ni begi la vitu vya D tu. Lilikuwa na picha za D tangu akiwa mtoto mdogo. Aliona jinsi gani alivyokuwa akivishwa magauni na nguo za kike tangu akiwa mtoto. Alisikitika sana, akamhurumia sana D. Hata kama angekuwa yeye amelelewa vile, hakika angekuwa kama D tu. Na wala hakuwa na namna asingeweza kujikomboa. Na namna wala hakuwa na namna kujikomboa. Yani
mwanamke ni mshenzi sana huyu. Aliendelea kuangalia zile picha, ndipo akakutana na picha kama 3 vile zilizomshangaza sana. Zilikuwa ni picha za harusi, na harusi yenyewe ilionekana kabisa ni ya D. Maana kwenye picha ilionekana D amevishwa shela na mwanaume wa kizungu, kavaa suti pembeni yake. D ameolewa tena ni kwa ndoa. Alichoka Jay, akaishiwa na nguvu kabisa. Aliona zile picha zikiwa zimeambatana na mkataba wa makubaliano. Mkataba ulioonyeshwa kuwa shangazi amekubali kumuozesha D kwa mzungu Mr. Livingstone kwa mahali ya $20,000, ni zaidi ya milioni 46 za kibongo. Jay akamwangalia shangazi aliyekuwa amelala kitandani, hana habari. Pombe na uchovu wa tendo ulikuwa umempeleka kwenye ndoto za mbali kabisa. Alipata hasira sana Jay. Ule hakuwa binadamu kabisa. Huwezi kumfanyia mtoto wa mtu ukatili wa namna ile. Yaani amembadili kutoka kuwa mwanaume na kumpeleka kwenye muonekano wa kike, kisha akaona haitoshi, akamuozesha ugaibuni kwa mzungu. Alizamani kabisa aende kumkabe shangazi yake mpaka afe, lakini akajizuia. Kuna roho ya kuua ilimwingia, ila akajizuia akiamini ule sio muda sahihi wa kufanya vile. Alichokifanya, alizipiga picha zile kwa simu yake, kisha akantumia WhatsApp usiku ule, kisha akarudisha sanduku uvunguni. Ilikuwa lazima aingie katika chumba cha D. Akamwangalia shangazi, akamwona bado amelala. Akanyata na kutoka nje ya chumba kile, akaanza kuingia chumba kimoja baada ya kingine. Aliingia vyumba viwili, ila kile cha tatu kilikuwa ni cha D kabisa. Ndani yake kulikuwa kumepambwa sana kike. Yaani kila kitu kilikuwa ni cha kike. Hakuna mwanaume anaweza kupamba chumba chake namna ile jamani. Na hapo akaona ugumu wa kumbadilisha D. Alijua kabisa sio rahisi hata kidogo. Maana hata kama hakupenda, lakini ndio hivyo, ameshaolewa ugaibuni na mzungu, ina maana ameshaharibiwa zaidi ya mwanzo, kwa sababu sasa hivi anaishi kama mke wa mtu. Basi alizunguka kile chumba kwa muda kidogo, akakutana na picha yangu. Kumbe kuna kitu hatukujua kutoka kwa D. Alikuwa ni mchoraji mzuri sana. Kumbe alikuwa amenichora na picha yangu akaificha chini ya kitanda chake. Picha yangu ilikuwa imeandikwa kwa jina langu kabisa, Mzebi. Jay aligeuza ile picha kwa nyuma. Kumbe hapo alikuwa amemchora yeye. Yaani mbele kuna sura yangu na nyuma kuna sura ya Johnson. Johnson alishindwa kuvumilia, akakaa chini na kuanza kulia kwa uchungu mno. Akaikumbuka ile siku alivyomvuta D chumbani kwake, akidhani ni mwanamke na kumkuta anafanana naye kabisa. Kisha akatumia mabavu yake na kumfanyia ukatili wa kijinsia. Alilia sana kwa uchungu na moyoni akaapa kwa namna yote ile atafanya kila njia kuhakikisha anamrudisha D katika hali yake. Alijua kutakiwa kukaa sana mle ndani. Alichokifanya, akatoa simu yake na kupiga ile picha, kisha akatoka ili kurudi chumbani kwa shangazi. Akiwa ameufikia ule mlango wa shangazi kabisa, anataka kufungua, akashtuka ameshikwa bega kwa nyuma. Alishtuka sana kidogo, apiga kelele, "Mume wangu, ni mimi." Kumbe alikuwa ni Frola amezinduka usiku ule. Akamtazama kwa muda. Frola akamkumbatia kwa nguvu kwa akisema, "Umeniacha pale peke yangu na kuna baridi sana mume wangu. Haya, njoo tukalale huku." Aliingia kwenye chumba cha shangazi. Frola alikuwa amechoka sana. Kilichomuamsha ilikuwa ni baridi tu. Alipojitupa kitandani tu na usingizi huo ukamchukua. Akabaki tu yeye anautafuta usingizi kwa nguvu. Aliyoyaona ilimfanya aingie kwenye mawazo sana, akashindwa kupata usingizi mapema. Na kujua usingizi umemchukua saa ngapi, ila alikuja kushtukia tu ilikuwa ni asubuhi, akiamshwa na Frola. Akashtuka kutoka usingizini. "Pole mume wangu, amka twende kwetu." Ile kauli ilimfanya shangazi naye amke ghafla. "Unampeleka wapi?" aliuliza shangazi, akionyesha hajafurahishwa na ile kauli kabisa. Kushoto kwake alikuwa amekaa Frola na kulia kwake alikuwa amekaa shangazi. Jay alikuwa katikati ya wanawake wawili. Frola akimshinikiza kuondoka naye waende kwake. Hapo hapo shangazi naye akaamka, maana kwa raha alizozipata hakutaka kumkosa kabisa Jay kwa gharama yote ile. "Unampeleka wapi?" "Si kwangu jamani." "Wewe vipi? Kwani bidada suli mkataa huyo? Kawaje mtamu ghafla hivyo?" aliuliza Frola. "Wewe ukimtaka huyo akupe hapa hapa. Usepe hapa, ondoki mtu. Yaani nikutafunie wewe umeze tu." "Acha mambo yako wewe, mume wangu huyo. Amka uvae tuondoke baby."
Muda wote huo alikuwa akibishana. Je, alikuwa amekaa tu anamsikiliza tu. Misala kama ile ishamkutaga sana Mwamba. Kwake kugonganisha wanawake ni jambo la kawaida kabisa. Basi Flora kuonesha yuko makini, akashuka kitandani akachukua nguo za Jay na kumpa avae. Hapo ndipo shangazi mtu akapandisha mori kabisa. Akasimama akiwa mtupu kabisa, akamshika Flora mkono na vile hakuwa na nguvu, akamvutia nje ya chumba na kwenda kumtoa nje ya geti kabisa huko. Akafunga mlango. Flora akabaki anakuweka tu kama mbwa asiyekuwa na madhara. Nakwambia unijui unijui vizuri wewe dada. Nakwambia unajivunia pesa zako Naenda kukuloga utaamini. Kwetu Sumbawanga. Sasa hivi nampigia bibi yangu simu utaona wewe. Aliongea na muda huo shangazi akiwa anarudi chumbani kwake na kumkuta Jay anatabasamu tu, maana hata hivyo dhumuni lilikuwa ni kumteka kihisia shangazi. Kwa hiyo Flora alitumika kama chombo tu. Pole mme wangu kwa kelele zetu, alisema shangazi huko anampapasa kidume kifuani. Alikuwa na kifua fulani vika uchokozi we. Usijali. Utakula nini mme wangu? Leo nitampikia mwanaume katika maisha yangu baada ya muda mrefu sana kupita. Pika chochote tu. Nakupenda sana mme wangu. Aliongea shangazi akionekana kudata sana na mapenzi ya Jay wa Kinondoni. Akawa amewapa heshima wanaume wa Kinondoni. Shangazi alikuwa ameshika bakora ya Jay anaichua huku anamtazama machoni kwa hisia kali sana. Alionekana kutaka mjekeje muda ule ule. Jay akamfutia kwake na kumpa ulimi, wakaanza kudendeka. Hisia zao zikaamka upya na wakajikuta wamezama tena kwenye mapenzi mazito sana. Niliamka asubuhi na kukutana na message nyingi sana za WhatsApp, lakini message ya kwanza kuifungua ilikuwa ni ya Jay. Nilifungua na kukutana na picha ambazo alikuwa amenitumia jana usiku. Nilishtuka sana kuona picha za utoto za D akiwa amevalishwa nguo za kike. Kilichonishtua zaidi ni zile picha za D akiwa kwenye shela na pembeni amesimama mzungu kavalia suti nyeusi. What? Nilishtuka sana nusura nitupe simu yangu chini. Mapigo yangu ya moyo iliongezeka. Nguvu zikaniishia, nikakaa chini sakafuni. Bado nikawa nahisi kama sijakaa vizuri. Nikalala kabisa chini ya sakafu. Nilihisi kama moyo wangu unabana na shindwa kupumua kabisa. Ilikuwa ni pressure ghafla. Nikajiona kama nataka kufa kabisa. Mshtuko ulikuwa ni mkubwa sana. Yaani hata kama ingekuwa ni wewe unapata taarifa za mwanaume ambaye unatarajia awe mumeo naye ameolewa huko, amekuwa mke wa mtu. Nilichoka sana. Nikajihisi kukata tamaa moja kwa moja. Nikajisogeza kwenye AC nikawasha mpaka mwisho, maana nilihisi mwili wangu umechemka sana. Na hapo kidogo nikaanza kuwa na nafuu. Basi simu yangu iliita. Nilipoona jina la mpigaji nikapokea haraka sana na kuitia masikioni. Baby. Aliniita kwa sauti ambayo unajua huyu mtu hayuko na uhuru wa kuongea. Na Beji, umeziona picha? Ndio. Kwa hiyo tunafanyaje? Siwezi tena Jay, mtu mwenye ameshaolewa tayari. Yaani moyo wangu umeshajaa ganzi. Wewe acha ujinga. Naomba tuonane jioni. Nakwambia hakuna wa kumsaidia D zaidi ya mimi na wewe. Yule anaishi maisha ambayo hayapendi. Hebu angalia hata hizo picha za harusi. Ni kama amelazimishwa na hana sauti sababu hajui amesimamia wapi mpaka sasa. Je, unahisi mimi nitafanya nini? Ninakuja jioni tuongee hapa, mimi niko na shangazi. Ametoka yuko jikoni. Ndio. Je, umemkula huyo mama? Acha maswali ya kijinga wewe. Hawe kaka. Je, nikata simu nikabaki na tafakari tu, maana nimempa lift na akapiga na honi kabisa. Kumchunguza shangazi tayari kashamla. Kijana wa ovyo huyu ka. Lakini kwa upande mwingine nilifurahi kupata ukweli wa kinachoendelea kwa D. Japo ulikuwa ni ukweli mchungu na unaoumiza sana. Ilibidi nisubiri paka jioni akanipigia simu, nikatoka na kwenda moja kwa moja sehemu aliyosema tukutane. Ilikuwa ni baa fulani hivi sehemu ya makumbusho. Nikamkuta tayari amefika ananisubiria. Mwanangu na hadi za kizungu. Na kushangaa wewe ni mzungu kabisa alafu Uswahili ni mwingi.
Foleni bwana mshikaji wangu. Niambie mume wa shangazi. Na umeanza sasa. Sitaki matani yako. Hebu niache nikuseme kidogo nikatulize kama moyo wangu. Yaani wewe nimekutuma umchunguze mtu mzima yule Jay, umeishia kumtafuna kweli jamani? Sasa ukusema asiliwe. Mimi umeniambia nimekupa unachotaka. Au hujapata ulichokitaka? Nimepata, basi kausha. Ukiona manyoya ujue kashaliwa huyo. Ndio hivyo basi. Unajua wewe ni fala sana Jay. Hicho ndicho alichojitetea nacho. Alisema kuwa nimemtuma kujua hatima ya D. Amefanikiwa kazi yake kwa 80%, kisha baada ya hapo akafanya kazi yake pia. Kwa hiyo katika kazi niliyokuwa nimempa, sikumpa masharti kuwa sitembee na shangazi yake na D. Ilaje hata kama jamani, kwani huoni yule ni mtu mzima kabisa du? Anadharau sana. Nilitaka kumuonesha kuwa wanaume wa kweli bado tupo. Sasa umemfanyia nini sasa? No, unataka nikusimulie wewe katoto bana? Haya mambo ya kikubwa huyawezi. Nisimulie bana. Mimi tena kusikia mambo ya kikubwa. Yeye alipigiwa simu muda ule ule na mpigaji hakuwa mwingine bali alikuwa ni shangazi. Akaipokea na kuiweka loudspeaker kisha akaanza kuongea naye. Mume wangu uko wapi jamani? Mimi nimemaliza kusuka. Na mimi niko hapa Mama Hotel. Okay basi nakuja hapo mume wangu, tule twende nyumbani. Sawa nakusubiri. Simu ilikata, nikaachia kicheko nusura nivunje mbavu zangu jamani. Yaani ukiangalia umri wa shangazi na huyu kijana anayeitwa mume wangu, ni kuna watu hawana aibu kabisa dunia hii. Mapenzi haya jamani. Yana siri nzito sana. Sana. Vipi, kwani bado unataka nikuelezee? Basi. Kwa hiyo huyu mama amekuelewa. Anakuta mume wangu. Umempa nini Jay? Unataka nini nikupe? We thubutu. Niache hivi mimi. Nampatia D wangu tu. Wewe asubuhi ulisema umemkatia tamaa wewe. Jay, unajua bado nataka kumpambania D. Hata kama nisipokuwa naye, lakini nataka ajisikie ni mwanaume. Inauma sana Jay. Unajua yeye kupenda kuwa vile. Alilazimishwa kutokana na mazingira aliyopo. Safi sana. Mimi mwenyewe najihisi na deni tena kubwa sana kwake. Kwa hiyo nafikiri natakiwa nionane na D nimtake radhi. Na imani kwa nia yako tu ameshakusamehe, kwa sababu Mungu rahisisha msamaha kwa watu wenye nia ya kuomba msamaha kabla hata hawajaomba. Na nitakusaidia kwa hilo. Basi poa. Usiondoke, kaa pale kwenye kona. Nadhani umjui bado shangazi yetu. Nataka leo muone mama la mama, mke wangu mtarajiwa. Vijana maisha jamani, mnamalizwa na wazee kudadadeki. Maisha magumu, sasa tufanyeje? Haya mume wa shangazi, mimi ngoja nikae pale. Poa. Nilisogea meza ya jirani mbali kidogo japo si sana. Nikaanza kunyapia. Kweli bwana. Si muda ikapaki ndinga moja kali ya pesa ndefu. Nakashuka mtu mzima kidogo aliyevalia suruali iliyomkaa vizuri tu na t-shirt. Kichwani alikuwa amevalia wigi moja kali la gharama kama 3 na ushe. Umbo lake tu lilivyo ilinifanya nitamani kumwangalia zaidi. Alikuwa na kiuno kidogo, nila huko nyuma jamani, hizo lawama ni lawama tupu aise. Moja kwa moja akafika kwenye meza ya Jay, wakakumbatiana na kupeana mabusu moto. Na hapo ndipo nikawa nimemjua rasmi shangazi yetu, shangazi aliyeharibu maisha ya D wangu. Na kama haitoshi kamfanya mwanamke, bali pia kumuoza ugaibuni, na sasa ni mke wa mtu. Nilipatwa na hasira kwa kiasi fulani hivi. Kama ambavyo binadamu yoyote anaweza kujisikia, nilitamani kumfuata pale nimwambie alichokifanya si kitu kizuri hata kidogo. Hasira zilikuwa zimeishinda uvumilivu. Bahati nzuri Jay akaniona na kunipa ishara kuwa nisifanye chochote kile. Nilisimama kwa hasira. Sikutaka tena kuendelea kukaa pale. Nilibeba pochi yangu na kuondoka zangu hadi nilipopaki gari langu, nikapanda na kuondoka maeneo yale. Nilikuwa naendesha gari huku nalia kwa uchungu. Nikafika hadi sehemu nikashindwa kuendesha. Honi zikasikika nyuma yangu kwa sababu nilisababisha foleni isiyokuwa na lazima. Nilipaki kwanza gari pembeni, nikaanza kulia kwa sauti kubwa sana, na hiyo ndio ilikuwa njia pekee ya kuweza kuzipunguza hasira zangu.
nitakuokoa katika huu utumwa. Niamini mimi Dee, nitakusaidia. Nakuahidi nitakusaidia. Nilijikuta nakula kiapo kigumu ambacho nilijua kwa namna yote ile ni lazima nikitimize. Mara baada ya hapo niliwasha gari langu huyo mpaka nyumbani. Nilipofika tu nikakaa kwenye kompyuta yangu. Nikazichukua zile picha nikaziangalia, kisha nikachukua majina ya yule mzungu ambaye inasemekana amemuua Dee. Nilikuwa mtundu kwenye mambo ya kompyuta. Nilisomea vizuri sana kompyuta na kuifaulu vizuri tu. Nilipata maelezo yote ya yule mzungu hadi nyumba anayokaa. Na bahati nzuri kwa sababu alikuwa na cheo fulani hivi huko Finland. Kwa hiyo nilipata kila kitu ninachohitaji. Kisha baada ya kumaliza kufanya kila kitu, nilianza kupanga vitu vyangu. Ndio, nilikuwa nataka kusafiri. Nikapanga baadhi ya vitu vyangu kisha nikamtumia Jay message. Wewe mbona passport? Nilimtumia nikajua atachelewa kujibu lakini akajibu haraka. Ndio mbwa nayo. Unataka unipeleke Marekani nikalebata au nikatalii katika kaburi la Malkia? Malkia wa mchongo. Nimesikia tunasafiri kwenda Finland. Wewe sikuelewi ujue. Unazungumza Finland ipi? Acha maneno yako bwana, tunaenda Finland kumtafuta Dee. Umeongea naye? Je, hebu malizia kumsaga moyo mama yako. Kesho nitafute mapema tu. Nilimkatia mara baada ya kuona tuelewani. Ile nimemaliza tu kuchat naye. Mama naye huyo akaja mbio mbio. Mwanangu, binti yangu, umeniheshimisha mwanangu. Nini tena mama? Ni mara chache sana kumuona mama yangu akiwa na furaha kubwa namna ile. Mama yangu ni mtu ambaye si mcheshi sana. Mara nyingi huwa anaenjoy sana kuwa na company ya bibi kuliko hata mama yangu. Sasa kitendo cha mama yangu kuingia na tabasamu kubwa namna ile kilinifanya hata mimi nitaamaki. Nini tena mama? Acha tu mwanangu. Nakupenda binti yangu. Nakuahidi nitakupa zawadi nzuri sana mwanangu. Mama niambie basi kuna nini? Mwanangu umefaulu. Umefaulu tena kwa maksi nzuri sana. Unaenda chuo mwanangu. Unaenda chuo. Yaani katika vitu ambavyo nilikuwa sina pressure navyo ni matokeo aise. Yaani sikujua kwa mama yangu atachukulia kwa ukubwa ule. Mimi binafsi nilikuwa najua tu nitafaulu. Yaani kufaulu ni lazima tu. Mzaibi mwanangu, mbona kama una furaha sasa? Mama, yaani sikujua kama uniamini kiasi hicho. Kwa hiyo ulijua nitafeli mama? Sio hivyo ni. Ila nini sasa mama? Kwani mimi nishakuletea matokeo mabovu hapa hadi ushangilie kiasi hicho? Basi mwanangu. Najua una akili. Nakupenda binti yangu. Mama alinikumbatia akaanza kunibembeleza pale, nikawa namdekia. Si unajua tena ndio kabinti pekee kama mama yangu. Sema unataka zawadi gani mwanangu? Sawa mama, kabla sijalala nitakuja chumbani kwako nikwambie nataka nini. Haya mwanangu. Nakupenda sana mwanangu. Mama aliondoka nikabaki mimi na chumba changu tu. Hapo nikawa nawaza nifanye nini? Maana nilikuwa najiandaa kutoroka kwa safari ya kwenda Finland kumtafuta Dee. Yes! Wow! Yes! Nilishangilia mara baada ya kuwaza wazo fulani hivi. Badala ya kutoroka sasa nilijua mama yangu anaenda kunisafirisha mwenyewe bila kikwazo chochote kile. Niliingia kwenye kompyuta yangu nikaanza kutafuta chuo kizuri kinachopatikana nchini Finland. Nilizunguka mtandaoni nikaanza kukagua na kusoma chuo kimoja baada ya kingine. Mara baada ya kuzunguka sana mwisho mapendekezo yangu yakaangukia katika chuo kikuu cha Helsinki ambacho kipo katikati ya mji wa Helsinki nchini Finland. Ni chuo kizuri ambacho kinashika nafasi ya 28 kwa ubora barani Ulaya na nafasi ya 82 dunia nzima. Hapo ndipo macho yangu yalipofikia na nilitaka kwenda kusomea hapo degree yangu ya kwanza ya Computer Science and IT. Baada ya kupata majibu yale nilitoka moja kwa moja hadi chumbani kwa mama. Na hapo hata sikugonga mlango. Nikaingia mazima na kumkuta mama anajifuta maji mgongoni. Mzaibi umekuwa sasa Wewe unabisha hodi unaweza kumkuta baba yako huko. Mimi sijai kuona na baba mimi. Ila natamani kuona naye lakini sijui unamfichaga wapi. Hebu nyamaza huko nitakudunda sasa hivi. Basi Adolf Hitler. Usije ukanipiga risasi bure maana naonaga bastola mundani sijui hata ya nini. Wewe pumbavu kweli. Kumbe unakagawaga mabegi yangu leo utanikoma. Mama alianza kunikimbiza tukaanza kucheza huku na huko mpaka akachoka mwenyewe akasimama huko na hema.
Toka chumbani kwangu. Toka chumbani kwangu wewe. Mama bana, nimekuja kukuambia kitu ninachotaka. Ila isiwe ndege. Wewe mwana wewe, ucheli kuniomba dunia mimi. Sijui unataka wengine waishi wapi? Mama bana, mimi sitaki dunia. Haya, unataka nini Zebi? Nataka dagaa. Dagaa? Hata sio dagaa. Hebu acha utoto, unajua ushakuwa mtu mzima Zebi. Basi mama nakwambia. Nataka nini? Eti mama, mimi nataka nini? Naomba utoke huko, mimi nataka kulala. Ukijipanga utasema. Mama bana, mimi nataka unipeleke chuo cha Helsinki. Nini? Eti chuo gani? Helsinki University jamani mama. Kiko wapi? Mbona sijawahi kukisikia hiko? Kiko Finland mama. Finland? Yaani ukasoma nchi za nje au unajiona mzungu na wewe sasa, eti? Hapa chagua UDOM, UDISM au sauti. Kama sio hivyo bora ukae nyumbani tu. Kwanza umeshasoma, imetosha. Kaa usimamie biashara zangu. Mama, lakini mimi nataka nisome Finland. Uendi Finland? Naenda, na kama utaki bibi atanilipia. Kama ndiye ile kuzaa atakupeleka ukombozi wewe. Hebu toka huko ndani mimi nilale. Mama alinitimua ndani, akanisukuma nje, akafunga mlango, nikaanza kulia. Usiku ule wala sikuweza kwenda kwa bibi. Nilibaki najiliza tu ndani. Nilijifungia ndani kwangu, nikaanza kujiliza. Nilijua tu kwa vyovyote vile mama atakuja kunibembeleza na atanipeleka chuo ninachokihitaji. Ile siku ikapita, kukakucha asubuhi, sikutoka chumbani kwangu siku nzima. Ikaisha hata bila mama kuja kunijulia hali. Siku ya pili nayo ikaingia, na ukumbuke hapo sijala kitu chochote, yani na njaa tayari. Siku hiyo nayo ikapita, siku ya pili nzima mama hakuja kuniona wala kuniita. Siku ya tatu nikaamka nikawa sina nguvu kabisa, yani huwezi amini, hata kutembea sikuweza. Nilijaribu kutembea nikajikuta nimeanguka sakafuni na sikuelewa nini kimeendelea. Nilikuwa najua mama yangu ana roho ngumu, ila sikujua ana roho ngumu kiasi kile. Yani siku tatu nzima hata kunigongea mlango hakuna. Nilianza kujuta kwanza mimi mwenyewe, na muda huo najuta hata nguvu ya kuamka na kufungua mlango sina kabisa. Nilikuwa na kiu na njaa kali sana, na vile ni modo fulani hivi, basi modo wangu ukazidi, nikakonda mara mbili zaidi. Midomo ikakauka na kutengeneza vidonda. Nilijiona kama nakufa vile kabisa. Malaika mtoa roho akawa ananisogelea, na uona mlango wa penguni ule. Nikiwa nimekata tamaa kabisa, nikasikia mlango unagongwa. Nikasikia mama ananiita. Sasa kimbembe kikaja, sauti haitoki. Yani natamani kuitika lakini sauti sina. Natamani kusimama au walao nijivute, nifungue mlango, nguvu nazo sina. Basi machozi yalikuwa yananitoka tu, na muda huo nikiwa najiona nakufa kabisa. Sauti ya mama ilizidi kunipa uchungu. Mwanangu, fungua mlango basi. Nimekubali utaenda kusoma Finland binti yangu. Nilisikia sauti ya mama. Alikuwa analia kwa uchungu mno, alionyesha majuto. Mwanangu, fungua mlango basi. Unajua nakupenda mwanangu. Aliongea mama huko akiwa anapiga mlango. Mimi muda huo sina kitu naweza kufanya zaidi ya kumwaga machozi tu. Mama, hebu njoo ongea na mjukuu wako huko ukajifungia ndani mama. Siku ya tatu leo. Njoo ongea naye Zabibu wetu mama. Mwanangu atakufa mama. Mama aliamua kumpigia simu bibi ambaye hazi kupita dakika 30 na kama amefika huko anafoka. Yani nakwambiaga wewe una akili kabisa. Unawezaje kumwacha mtoto siku ya tatu ndani? Hata tumbo la uzazi alikuchezi kabisa. Kunguru mweusi wewe. Na mjukuu wangu akifa na kufunga mpuzi mkubwa wewe. Nakwambia bibi aliwaka huko. Mama katulia kimya, yani kama sio yeye aliyenisusia siku tatu. Mjukuu wangu fungua mlango, ni bibi yako kipenzi hapa nimefika. Fungua mlango mke mwenzangu, nimekuja. Kitu ambacho hawakujua nilikuwa sijiwezi kabisa. Sina hata nguvu ya kunyanyua kidole. Yani nilikuwa nimechoka. Nikawa nawaza hivi wanaofungaga siku 10 tu wanakuwa na hali gani? Ita walinzi mjukuu wangu atafia humo. Ita walinzi. Mara baada ya bibi kuniongelesha tu na kuona siitiki, iligonga kengele hatari kichwani mwao. Alijua tu kivyovyote sitakuwa salama hata kidogo. Mama akatoka mbio akaenda kuita walinzi, wakaja mkuku. Japo mlango ulikuwa ni mgumu, ila ndani ya dakika 3 tu ulikuwa wazi. Wanaume ni wanaume tu.
Mama alikimbia na kufika akanikumbatia chini nilipokuwa huku analia kwa uchungu. Bibi naye kaja mbio mbio, maskini nilijua kuwatesa jamani. Toka hapa, mwache mjukuu wangu. Toka, pumbavu mkubwa wewe. Bibi alimtimua mama yangu akakaa chini na kuninyanyua kichwa changu na kukiweka mapajani mwake. Mama alikuwa amesimama anashika kichwa chake tu, huko anarusha miguu yake, huko anatetemeka mwili mzima. Na hapo bibi yangu akamzuia asiniguse hata kidogo. Hebu mkorokee uji na unipe simu yangu nimpigie daktari wangu. Na akifa huyo unamla nyama nakwambia. Bibi alikuwa analia kwa mara ya kwanza, nikaona machozi ya bibi yangu. Mzebi mama, mzebi wangu we. Pole mwanangu, pole mama yangu. Tutakuwa sawa pole. Yote ilifanyika kwa haraka sana. Daktari akapigiwa simu na uji ukaletwa na bibi akaanza kuninywesha taratibu. Bado hapo ilikuwa nahisi kukata roho. Sikuwa na uwezo hata kunyanyua ulimi wangu niseme neno lolote zaidi ya kumwaga machozi tu. Daktari alifika na vifaa vyake, wakaniweka kitandani haraka. Nikatundikiwa dripu za maji zikaenda haraka haraka kama 3 mwilini mwangu, na bora huo nikapoteza fahamu kabisa. Nilikuja kushtuka baadaye sana nikiwa na dripu ya 4. Mama yangu alikuwa pembeni yangu na bibi alikuwa ananitazama kwa huruma sana. Zebi, umeamka mama? Bibi. Niliita huku machozi yananitoka. Bibi akanikumbatia huku ananibembeleza. Muda huo mama amekaa pembeni anasikilizia tu, maana akinigusa tu bibi anamwakia hatari. Unamwangalia nini? Huyu ndio mwisho leo, ukai naye, muaji mkubwa wewe. Nilimhurumia sana mama yangu, maana alikuwa kama mtumwa vile. Hata kikohoa tu bibi anamfokea. Bibi alikuwa mkali sana mpaka nikawa najisikia raha. Ananipenda maana kati ya wajukuu zake wote wa kike mimi ni wa pekee, wengine wote ni vidume. Basi mara baada ya daktari tu kusema niko sawa, bibi muda huo huo akamuita dereva wake akaleta gari akaniambia twende kwake. Mama, si umwache tu ameshapona. Mama alijaribu kujitetea. Funga bakuli lako mwana Isaya mkubwa wewe. Unaniulia mjukuu wangu? Ndio unachotaka? Lakini mama, nyumba kubwa hii, kubaki peke yangu kweli mimi siwezi. Kwani una kizazi? Zawa kwako huyu wangu sasa hivi na usimzoee. Kama masiara vile, lakini ndio tulikuwa tunaondoka hivyo. Bibi hakutaka tena niishi na mama yangu. Tukaondoka mpaka kwake na kumwacha mama yangu anajinamia kaporo wa mtoto. Muda huo huo akachukua simu yake akampigia jamaa yake. Alionekana kuwa na hasira sana. Aliniona nadeka sana kwa sababu sina mdogo wangu. Akaamua maamuzi magumu mno. Hello Jose. Uko wapi? Niko home. Vipi? Usikae mbali, nataka tuzae. Ile ombi lako limepita. Nitakuzalia mtoto. Kweli jamani? Ndiyo. Sijui nije sasa hivi da. Wewe tulia, tusubiri nikiwa kwenye siku zangu za nenda kwa usalama baba. Sawa. Ila nina wazo. Unaonaje tukaenda kwa daktari tukapata watoto mapacha kabisa? Nafu nitakuwa nimekomesha kweli. Wazo zuri. Tufanye hivyo. Yaani kuna jitu zima linajiona lichoto kabisa siku hizi. Shamjua huyo. Mzebi huyo. Mjukuu wa kike wa pekee wa bibi yangu, nilikuwa na haki ya kudeka kwa kweli. Bibi alikuwa ananipenda mno. Akanichukua tukaenda kwake. Tulipofika tu moja kwa moja akanipeleka chumbani kwake, kisha akaanza kuniuliza sababu ya yale yaliyotokea. Zebi shoga yangu, hivi ni nini kimetokea? Aliniuliza na hapo mimi nikaanza kujiliza kinafiki, nikionyesha na uchungu mkubwa mno. Mbe wala ni mbinu tu za kujipatia visa nikasome Finland ili niweze kukutana na D. Usilie sasa, hebu niambie. Mama hataki kunipeleka Finland. Mimi nataka nikasome huko bibi. Unataka kwenda Finland? Ndiyo. Kweli mjukuu wangu? Ndiyo bibi. Sawa, utaenda kusoma Finland. Sorry, na marafiki zangu huko. Oh, nakupenda bibi. Mimi mama hata simpendi tena, nakupenda wewe bibi yangu. Niliongea huko nikamkumbatia, nikampiga mabusu mengi bibi yangu kipenzi. Ndio mna mabusu yote hayo jamani.
Niache nikukumbatie bibi yangu. Wewe pekee ndiye unanipenda hapa duniani. Una baya bibi yangu. Haya basi niache nianze kufanya mchakato sasa hivi. Wewe bibi ndo mama yangu. Achana na yule gaidi yule, sijui ni mtoto wa Usama. Amechukua roho ya baba yake yule mpuzi. Basi na hapo tukaanza kumteta mama. Mashoga tumekutana tena. Mbona alijuta? Tulimsema mpaka basi. Na ndio maana bibi yangu alinipenda, mara mimi ndo nilikuwa ni mjukuu wake wa kike pekee. Kwa hiyo alikuwa akikutana na mimi tu umbea mpaka basi. Siku hiyo bibi alianza mchakato wa kuhakikisha napata ninachokitaka. Akaanza kuwasiliana na watu huko. Sasa wakati ananifanyia mpango wa mimi kwenda Finland na mimi nilikuwa namfanyia mpango wa Jay kwenda huko, haikuwa rahisi kwa sababu sikuwa namfahamu mtu yote ambaye anaweza kumsaidia tukasafiri kwa haraka. Kwa hiyo kwa Jay niliona kabisa naenda kukwama, kitu ambacho kitakuwa ni kibaya kwangu. Namhitaji sana Jay. Bibi alifanya kila kitu, matokeo yangu yakatumwa chuo cha Helsinki. Majibu yakaja, natakiwa niwasili chuo ndani ya wiki 2 zijazo. Kichwa kiliniuma jamani, maana kila nilichokifanya kuhakikisha nasafiri na Jay kiligonga mwamba kabisa. Nikaanza kutamani kukataa kwenda, lakini wangenielewaje? Mama angenipiga risasi yule mwanamke. Jay na shangazi sasa walikuwa wanapika na kupakua pamoja. Kijana akawa amepata chimbo. Waswahili wanasema kitonga. Pesa zipo kwa shangazi, kwa hiyo kuhusiana na pesa wala hakuwa na shida kabisa. Yaani hizi shida ndogo ndogo kwa Jay zikawa zimemtupa mkono kabisa. Shangazi akazama ndani ya penzi la baharia. Kijana Jay aliyedhamiria kuwekeza kiuno chake kuliko mfukoni. Hakuwa na pesa ila mahaba yalijaa. Hakukubali kukosa vyote. Yaani pesa akose na ujuzi tu wa kumpandisha mtu keleleni nao akose. Na nikasema Frola na shangazi wakawa hawasemeshani hata kidogo kisa penzi la Jay. Na Jay mwenyewe alipimia upepo, akagundua kati ya Frola na shangazi nani mwenye hela. Basi akaamua kuegemea kwenye mzigo wa kutosha. Akamwacha Frola ateseka huko. Mawazo ya kusagana akaanza kutoweka taratibu. Shangazi akarudi na kuanza kuamini tena katika penzi la mwanaume. Mpaka hapo vitu vyote alivyokuwa akijitumia kujidhihirisha kimapenzi akavitia moto kabisa. Akadata na kuzama mazima jamani. Mahaba ndindi. Penzi likajana kuzidi uzito mzani. Na likaanza kumwagika kama bia kwenye glasi vile. Nakupenda mume wangu. Aliongea shangazi, na boda huo kajilaza kwenye kifua cha Jay ambaye tangu aingie kwenye penzi na shangazi kazi yake ilikuwa ni kula na kwenda gym tu kutengeneza kitanda cha shangazi. Jay akajaa kweli kweli jamani. Nakupenda pia mke wangu. Nakupenda zaidi. Nakupenda kwa sababu umebadilisha maisha yangu. Niseme tu ukweli, nilikuwa nimeathirika kisaikolojia, ila mapenzi yako yamenitibu. Yamekutibu kivipi? Nilikuwa naamini hakuna mapenzi kwa mwanaume, ila wewe umeniaminisha hilo baba. Asante pia kwa kukubali kubadilika. Shangazi alimwangalia kwa muda Jay na kuamini kama kweli amebadilika na kurudia kumpenda mwanaume katika maisha yake. Kwake huo ulikuwa ni uamuzi mkubwa sana. Umri wake wala haukuwa na shida nao. Hakujali wala kama anampita miaka mingi kijana yule. Na alijua fika huko nje kuna uzuri kibao na Jay anawaona. Alijua njia pekee ya kumweka Jay karibu ni pesa. Bas, akawa anamiminia pesa kijana huyo wa watu jamani. Akikohoa tu mara kapewa laki. Akijigeuza tu 500,000. Hajakaa vizuri mara milioni. Jay ndo akatulia na kuona sababu ya kuruka tena. Alisharuka sana lakini hakupata kitu chochote. Zaidi ni uchumi kushuka tu. Maana mademu wengine nao wanashusha uchumi hatari. Mara pesa ya vocha, mara baby sijala, mara nauli, mwingine anakuambia anataka Bolt hawezi kupanda daladala. Yaani basi shida tupu. Mume wangu, nikuombe kitu. Niambie. Utakubali? Ni kitu gani kwani? Wewe nijibu utakubali? Ndio. Nipeleke kwa Nilikata tamaa, nikaichukia safari ya Finland. Kwenda huko bila Johnson nilijua ni lazima tu nitapata wakati mgumu na ninaweza nisifanikiwa ninachokitaka. Nilikosa furaha hadi bibi yangu akagundua.
na muda huo kila kitu kiko tayari, na subiri tu siku ya kusafiri ifike tu niweze kukwea pipa. Mjukuu wangu, mbona una furaha tena? Nimeshakufanyia kila kitu, unaenda Finland mama, na mama yako amesharidhia. Bibi, nawaza tu kukaa mbali na nyie. Sasa wewe kipenzi changu, nakupenda mno bibi yangu. Ilibidi nijitetee namna ile ili kuficha kinachoniwazisha. Hata sisi tunakupenda sana, ila tunajua unaenda kutafuta elimu na unaenda kukimbiza ndoto zako. Tutakumisi, hakuna namna. Bibi, naomba uniahidi kitu. Niambie kitu gani? Niahidi utakuja kunitembelea nikikumisi. Sawa, nitakuja, japo nimekuwa muoga sana siku hizi wa ndege. Sijui ndio uzeu. Basi nilipiga story na bibi kisha kaondoka zake, na muda huo simu yangu ikaita. Alikuwa ni yule mpuzi J. Nikaipokea na kuanza kumchamba moja kwa moja. Niambie mfalme wa mahaba, naona huba limejaa sasa. Tusalimiane basi na wewe. Msalimiana na huyo bibi yako huko. Acha makasiriko, tumefika pazuri ujue. Na nina taarifa njema kwako. Usiniambie umemtia mimba yule bibi. Unazingua ujue mzungu wa mchongo. Achana na mimi, umezingua wewe, uliacha michongo yako, unaenda kuolewa na huyo mzee. Alafu kila kitu unajua mimi nafanya kwa faida yako. Ni kwa ajili yako. Sasa hebu niulize ni nini kinachoendelea? Sema haraka, mimi nataka kulala. Ulisema tunaenda Finland, sio? Hebu niache bana, maana nishakuhangaikia upate usafiri lakini imeshindikana. Na wewe uko busy na fenzi jipya huko. Yaani unajua unaongea sana. Alafu ufanani na hiyo ngozi yako kabisa. Sasa sikia, shangazi yetu anataka nisafiri naye. Kwenda wapi? Finland. What? Ndio, anasema tunaenda kumsalimia binti yake kaolewa huko na mzungu. Asante Mungu. Wewe unatenda mambo ya ajabu mno. Yaani umejua kusali leo. Niache ise, na furaha sana. Na unaona sasa? Alafu acha kunitukanaga. Mimi kudanga kwangu kuna lipa. Kweli aise. Sema tukifanikiwa umwache bibi yako bana. Haya bwana. Sawa basi, ndio hivyo. Tunaenda Finland. Nadhani kati ya ndege ya kesho kutwa. Sijui unaondoka lini. Mimi bado paka wiki ijayo. Basi po utanikuta huko. Alafu mimi nahisi Mungu ana makusudi yake. Ndio maana anafanya mambo yawe rahisi kiasi hiki. Nadhani tunahitaji kumuokoa Dee kwa namna yote ile. Kabisa J. Na nina hakika tutafanikiwa. Amina. J alikata simu kwanza, nikaanza kurukaruka mle ndani. Nilitamani hata kupiga kelele kwa furaha niliyokuwa nayo. Ina maana kama J anaenda Finland na shangazi, basi ni wazi atamuona Dee kirahisi na kusuka mipango yetu vizuri tu. Niliona kama siku hazisongi kabisa. Nilitamani sana ifike siku yangu ya kusafiri. Hatimaye J na shangazi waliondoka zao kweli. Oya, nimefika na hii ndo namba yangu ya huku. Ilikuwa ni message kutoka kwa J akiwa na namba ya Finland. Baridi mzee wa mahaba, nitakukuta huko soon. Poa. Hatimaye nami siku yangu ikafika. Kila kitu kilikuwa sawa, nikakwea pipa na kuiacha ardhi ya nyumbani. Sehemu niliozaliwa. Kwa hakika nilijiona fahari kwa Mtanzania, nchi ya amani na upendo. Uso wangu ulijawa na huzuni iliyochanganyika na furaha kiasi. Huzuni ilikuja ni kwa sababu nilikuwa nawapungia mkono kwa heri ndugu zangu niliowapenda sana, hasa bibi yangu pamoja na mama yangu. Nilikuwa naenda kuishi ugenini, sehemu ambayo kila kitu ni kigeni kwangu. Sina marafiki zaidi ya J tu. Na furaha ilikuja kwa sababu nilikuwa naenda kumuona binadamu aliyodhulumiwa jinsia yake, kipenzi changu Dee. Maana tangu akongoe bikira yangu na kunionjesha raha ya mapenzi, nimeshindwa kabisa kumuita kwa jina alilopewa na shangazi yake. Eti Debora. Hapana, Debora hawezi kuwa na mkuyati kama ule. Bye mom. Bye grandma. Nakuja kwa ajili yako Dee. Niko njiani. Nilijisemea kimoyomoyo, na hapo niko dirishani. Ndege inanyanyua matairi yake na kuiacha ardhi ya nyumbani. Unalia? Alikuwa ni mhudumu wa ndege mara baada ya kuona chozi linaloesha mashavu yangu. Hapana, naumwa macho tu.
Pole, lakini kama kutakuwa kuna shida yoyote utaniambia, nitakusaidia tafadhali. Asante. Safari ndefu juu ya anga, tukiakata mawingu, hatimaye tukatua salama na kufikia tamati ya safari yetu. Katikati ya mji wa Helsinki, katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Helsinki Vantaa. Nikashuka nikiwa na tabasamu usoni mwangu. Niliuona ushindi katika vita ngumu niliyokuwa nimeamua kuivalia njuga. Vita ya kijana iliyogeuzwa binti na binadamu wasiokuwa na utu. Taarifa za ujio wangu zilikuwa zimefika huko. Yote hayo aliyafanya bibi kuhakikisha napata wepesi katika maisha yangu mapya. Nilichokifanya mara baada ya kufika, niliangalia waliokuja kupokea wageni. Welcome Zabibu. Nilitabasamu mara baada ya kuliona bango lile alilokuwa amelishika mwanamke wa kizungu ambaye kiumri alikuwa sawa na mama yangu mzazi. Nilimsogelea karibu yake huko nikitabasamu. Na yule mwanamke aliponiona tu alinifahamu, maana alishatumiwa picha zangu. Oh, Zabibu, karibu sana, karibu sana. Alinikumbatia kwa nguvu kisha tukaongozana hadi kwenye gari lake. Nilifurahi kwa sababu alikuwa akikijua Kiswahili. Kwa hiyo ilinipa wepesi wa mawasiliano. Kwanza sikutaka kuongea kizungu siku ile. Nilikuwa nimechoka sana. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Mimi napenda sana Tanzania. Nilifurahi sana huko. Rafiki yangu Nusra alinitembeza sana huko. Naliongea na kumsifia bibi yangu. Karibu tena. Nilipanga kuja mwaka huu lakini mambo mengi sana huko. Naliongea yule mama ambaye anaitwa Karen, na muda huo tukiwa tunaendelea na safari ya kuelekea nyumbani. Mazingira ya Ulaya, kweli Ulaya ni Ulaya tu. Wenzetu wametuzidi mbali sana. Na hasa katika miundombinu wapo mbali mno. Sema tu kulikuwa na baridi sana. Baridi kuliko hata Arusha. Maana tunasemaga tu Arusha ni kiboko. Mira si kweli. Huko kwa wazungu, Mungu aliamua kuwakomesha kwa kweli. Karibu sana. Hapa naishi na mwanangu ila hayuko hapa sasa hivi. Yuko huko Marekani, atarudi utamuona. Okay, sawa Madam Karen. Jina lako linanikumbusha Dodoma. Zabibu. Nilikula sana, napenda sana zabibu. Sikuwa hata na nguvu ya kupiga story tena. Nilikuwa nimechoka sana. Nilipopata tu maji ya moto ya kuoga, nikala vyakula vyao kisha nikaonyeshwa chumba changu kilipo. Nikajitupa kitandani na usingizi ukanichukua mazima. Jay na shangazi walifika hotelini nchini Finland. Shangazi akawa anatoka na kumwacha Jay hotelini. Kisha anaenda kuonana na huyo anayemuita mwanae anarudi. Jay alitaka kumuona huyo mwanae ili ajue kama ni D au kuna mtoto mwingine. Siku hiyo kama kawaida shangazi akajiandaa ili atoke, lakini Jay akamshika mkono. Tunaenda wote. Jay, tutaenda siku nyingine my dear. Hata leo ni siku mbona? Yaani wewe au unahisi mimi naenda kuchepuka au? Wasiwasi ndo akili. Basi sawa, jiandae. Hivi kwa akili yako unahisi mimi naweza kukucheat kweli? Mimi najiandaa, tunaenda wote. Jay alijifanya na wivu lakini moyoni alikuwa na jambo lake. Lilikuwa ni lazima aonane na D ili kujua tunaanzia wapi kumsaidia. Alijiandaa kisha wakatoka na kukutana na gari la kifahari lilikuwa linawasubiri nje. Ndani ya gari alikuwemo mwanaume wa kizungu ambaye kwa hakika ndiye alimuona kwenye ile picha ya harusi. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio. Jay alikuwa na hasira sana kwa yule mzungu. Ila singeweza kufanya fujo katika nchi ya watu. Huyu ndo mwanaume uliyosema umekuja naye? Aliuliza yule mzungu ambaye anafahamika kwa jina la Mr. Livingstone au Mr. Stone. Ndio, ni yeye huyo. Na ana wivu hatari. Huwa anahisi naenda kwa mchepuko. Kijana, huyu ni mama mkwe wangu. Una haja kumtilia mashaka. Huwa anakuja nyumbani kwangu kumuona binti yake. Yule mzungu alianza kumsemesha Jay ambaye alikuwa ana hasira naye sana. Hakutaka tu kuonyesha ana hasira, ila moyoni mwake alimchukia sana yule mwanaume. Alafu, kwa nini msije mkaishi tu pale nyumbani mpaka mtakapoondoka? Maana ni nyumba kubwa ile. Gharama za hoteli kila siku ni kubwa mno ujue. Alisema Mr. Stone, na hapo Jay akasupport kwa 100%. Itakuwa vizuri sana. Mama mkwe amekubali. Vipi wewe mama mkwe?
Kama Jay amekubali mimi sina shida yoyote. Sawa basi, ngoja nipige simu kabisa waandalie mazingira mazuri. Safari ilishia katika mjengo wa Mr. Stone uliokuwa nje kidogo ya mji. Wakakaribishwa kwa upendo sana. Mr. Stone akawa anamuita shangazi mama mkwe na Jay akaitwa baba mkwe. Macho ya Jay yalikuwa kiangaza huko na kule kuona kama ataweza kumuona Dee. Lakini akakutana na binti mkubwa Mr. Stone. Mr. Stone alikuwa na mtoto mmoja tu wa kike aliyokuwa akiitwa Ashley. Yule binti aliitwa kwanza akaanza kutambulishwa. Ashley, hao ni wakwe zangu. Jamani, huyu ni mtoto wangu wa kwanza anaitwa Ashley. Mama yake alifariki miaka kadhaa nyuma. Ndipo nikampata mama mwingine ambaye ni Deborah. Lakini pia tulitengana na mama yake kabla hajafariki. Johnson hapo alikasirika sana kusikia mwanamume amemuita mwanamume mwenzake mwanamke, tena bila aibu kabisa. Ashley, hebu nenda kumuite mama mwambie kuna wageni. Sawa baba. Jay wala hakutaka kuamini kama mama alienda kumuita Ashley ni Dee, yule ambaye hata yeye aliwahi kudhani kama ni mwanamke, kutokana na kubadilishwa kila kitu na kuwa na muonekano wa kike kwa 99%. Hakutulia hata kidogo katika kiti alichokuwa amekaa. Alikuwa na wasiwasi mkubwa sana kujua kama endapo Dee atamuona atafanya nini. Anaweza kuharibu na kutibua kila mipango tuliyokuwa tumepanga. Basi dakika chache baadaye Ashley akarudi na kusema kuwa mama anakuja si muda mrefu. Kuna kitu Jay alikiona katika lipstick za Ashley ambacho hakuwa nacho kabla. Kwenye lips zake kulikuwa na lipstick ambayo inaonekana kwa mbali sana. Aligundua hakuna aliyeona isipokuwa yeye peke yake. Alijiuliza ni nini kimetokea, akaamua kukausha tu. Lakini si muda akaingia Dee. Alikuwa amebadilika zaidi alivyokuwa. Sasa Dee alikuwa na muonekano wa mwanamke kwa 99.9. Jay alitumbua macho akawa haamini kama amemuona Dee tena. Macho yao yalikutana, wakaangaliana kwa sekunde kadhaa. Dee akawahi kukwepesha macho yake kwa haraka. Haikujulikana kama amemjua Dee ama la. Jay akainama chini kwa sekunde kadhaa. Dee akamkumbatia shangazi yake kisha akaenda kukaa pembezoni mwa mume wake. Baby, umemwona mama eh? Alisema Mr. Stone ambaye alionekana kumpenda sana Dee. Nilimmiss sana shangazi yangu. Leo kaja na mumewe. Mumewe? Aliuliza kwa mshangao Dee. Ndiyo, kwani hajakwambia? Shangazi, mbona hujaniambia shoga yangu? Jamani, nilitaka nikusurprise. Si kwa surprise hii jamani. Haya baba, karibu jamani. Dee aliongea bila kuonyesha kabisa kama aliwahi kukutana na Jay Tanzania na kwamba alikuwa ni mtu wake kabisa, japo alitofautiana baada ya kujua Dee sio mwanamke kamili. Jay alikuwa na kazi tu ya kusoma macho ya Dee ili ajue kama amemjua ama la, lakini wala hakuambulia kitu chochote. Dee hakuonesha hata dalili moja kwamba amemjua. Ashley, umeshaandalia wageni sehemu za kupumzika? Tayari baba. Basi mimi naacha mara moja, nitarudi baadaye. Baba mkwe, baadaye kidogo. Okay, sawa mkwe. Yaani ukimwangalia Mr. Stone ni mkubwa kuliko Jay. Amemzidi mbali sana kiumri, lakini ndio hivyo. Wazungu wanaheshimu sana hisia. Sio kama sisi wa Afrika bana. Mzungu uko mbele kuwa na mtu aliyemzidi umri ni kawaida sana. Basi Mr. Stone aliondoka na kuacha pale sebleni. Jay akagundua kitu kutoka kwenye lips za Dee. Aligundua ile lipstick aliyopaka ndio ipo katika lips za Ashley. Na hapo akaanza kuhisi kitu, japo hakuwa na uhakika nacho kwa asilimia nyingi. Bahari ya huyu bado anatuwakilisha wauni huku, aliwaza Jay. Alipiga moyo konde akiamini kwa muda atakaokuwa pale atafanikiwa kujua vingi zaidi. Walipiga story kisha Ashley akamchukua na kumpeleka chumbani kupumzika. Karibu, utapumzika hapa wewe na bibi. Asante sana Ashley, alisema Jay huko akiwa anakaa kwenye kitanda. Ashley akawa anaondoka akamuita. Ashley, samani kidogo. Alimuita akageuka, kisha akamsogelea karibu akaunyanyua mkono wake na kuzishafisha lips zake. Ashley akabaki ameganda tu, sijui alikuwa anawaza nini. Sorry, ulikuwa na hiki kwenye lips zako. Okay, asante. Ashley aliondoka maana alikuwa ameshaanza kuwaza mengine. Alikuwa ameshawaza pengine Jay alikuwa akitaka kumtunuku penzi, kitu ambacho hakikuwa kwenye akili ya Jay.
kitoto kirahisi hiki. Yaani hivi tu kimeshaanza kuvuta pumzi kama kinataka kukata roho. Alisema Jay, akajitupa kitandani akaanza kutafakari aliyoyaona. Hawa watakuwa nakulana hawa Dee na Ashley. Mara baada ya kupata line tu, namba yangu ya kwanza kuitafuta ilikuwa ni namba ya Jay. Na kwanza niliingia WhatsApp, nikakuta wala hajanitumia message ila yuko online. Nikamcheki muda huo huo. Wewe fala una nini? Mbona kimya sana? Mimi niko Finland na wiki ijayo nategemea kuanza chuo rasmi. Wewe mzungu wa mchongo, uko Finland? Haya, na habari njema. Niambie. Nimemwona Dee anahuzunisha sana. Kwa nini? Amezidi mara 3 ya alivyokuwa. Kivipi, unaonaje? Tuna nafasi bado ya kumwokoa? Mungu atusaidie. Ila nahisi kuna nafasi nimeiona ipo. Kuna kitu nimekiona. Kitu gani? Kuna binti wa huyu jamaa yake huko. Nimeona dalili kuwa wana mahusiano ya kimapenzi japo sina uhakika. Kwa hiyo nataka kusema Dee ananicheat. Hebu acha ujinga. Sipo huku kusuluhisha kesi za kimapenzi. Nipo kumwokoa Dee na kurejesha heshima aliyoporwa. Sasa tunafanyaje? Nipe wiki moja au 2. Lakini nampenda Dee, kwa hiyo au basi. Ilikuwa ni lazima mipango iende haraka sana. Kila kitu kikimbizana na muda, kwa sababu walikuwa na mwezi mmoja tu wa kuishi kule Finland yeye pamoja na shangazi. Basi shangazi aliingia akafungua mlango na akaanza kufunguza nguo moja baada nyingine. Je, akajua tu kinachoenda kutokea pale. Vipi tena mpenzi? Mume wangu, huu ni baridi ili jamani. Mimi nimeshindwa kuvumilia. Ukiendekeza baridi huko utafia kitandani. Acha nife tu. Kwanza nataka nikirudi niwe na mimba kabisa. Acha we, nile baba. Nipe mapenzi. Jamani, taratibu tuko kwa wakwe zetu. Watajua wenyewe bana, sio mtoto hotelini. Shangazi kutaka kusikia lolote, baridi ilizama mishipani na kuwafanya wadudu wa damu kumwasha haswa. Hakuna alichokitaka muda ule zaidi ya tendo tu. Kama juzi kama jana, ubora wa Jay ulizidi kumkosha shangazi. Ilikuwa ni mwendo wa kuvunja madafu double. Kitu ambacho hala hakikuwahi kumtokea tokea akiwa na wanaume wengine. Yaani kila alipomaliza kufanya mapenzi na Jay alijikuta anampenda zaidi ya jana. Yule kijana alijua kujituma jamani. Maana aligeuza mapenzi kuwa ajira yake kwa sasa ya kudumu. Alikuwa akivaa kwa sababu ya kiuno chake tu. Mara tu baada ya tendo lile shangazi akawa mwepesi, akaoga na kurudi zake sebleni akiwa mwepesi mno. Akamkuta Dee yuko jikoni anapika madikodiko. Dee ni kama alimisi shangazi yake huyo na matendo yake. Waliposogeleana tu akataka kumpa ulimi, lakini hakuamini shangazi alivyomtolea nje. Deborah, no. Siwezi kufanya hivyo. Lilikuwa ni jambo la kushangaza sana kwa Deborah. Maana licha ya kwamba ameolewa, lakini walikuwa wakikutana na shangazi yake wanafanya uchafu wao kama kawaida. Kwa nini shangazi? Siwezi. Mimi nina mume sasa hivi Deborah. Siwezi tena kusagana, siwezi kabisa. Mume wangu hapendi. Shangazi, ni wewe au mwingine? Aliuliza Deborah kwa mshangao. Maisha yanabadilika Deborah. Jana sio leo. Mimi sio yule tena. Nimebadilika na Jay ndio amenibadilisha. Nimerudi kupenda na kuheshimu tena wanaume. Maneno ya shangazi yalimuingia sana moyoni na kumchoma sana Dee. Aliumia kwa sababu alimbadilisha yeye. Akamwacha huko alafu akanasema eti yeye amebadilika. Kwa hiyo umebadilika shangazi? Ndio. Baada ya yote ulionifanyia mimi, kunigeuza hivi nilivyokuwa leo, unasema umebadilika? Unaongea nini Deborah? Acha kuwaza ujinga. Mimi nimebadilika lakini haimaanishi wewe umebadilika. Wewe enjoy maisha. Kwanza kwa mwanaume hata usingekuwa na maisha haya. Nishukuru mimi nimekupatia mzungu wako na maisha yanaendelea. Maneno ya shangazi yake wala hayakumfariji. Ndio kwanza alizidi kumpa uchungu tu. Alitoka jikoni akakimbia chumbani kwake na kuanza kulia sana kwa uchungu. Alilia kwa sababu aliyokuwa anampa moyo sasa amegeuka na amesema amebadilika. Sasa akajiuliza kama alikuwa na nafasi ya kuheshimu wanaume, kwa nini hakumheshimu yeye kama mwanaume? Ashley aliingia ndani ya kile chumba
anacholala Dee na baba yake, akamkuta Dee analia, akamfuata na kumkumbatia kwa nguvu. Nini tena mpenzi? Nini shida? Ashley, namlilia mama yangu. Kama angenilea mimi nisingekuwa hivi leo. Hapana, usiseme hivyo, sasa unakosea. Kumbe wakati yale yanaendelea, Jay alikuwa ananyapia, anasikiliza kila kitu anachokiongea. Niambie mimi ni nani kwako? Wewe ni mpenzi wangu. Na unajua hilo. Na unanionaje Ashley? Naonekanaje machoni mwako? Wewe ni mwanaume kamili. Niamini mimi. Sasa kwa nini baba yako amenioa? Kwa nini Ashley? Najua upendi kuonekana ulivyo. Bila nataka kukusaidia kwa sababu nakupenda. Nahitaji dunia ikutambue wewe ni nani. Utafanya nini wakati tayari naonekana kama wewe? Nipe mimba. What? Ndio. Nipe mimba hiyo. Ndio itawafanya waamini wewe ni nani. Wazo la Ashley lilikuwa na mashiko kwa namna fulani. Aliliwaza kwa dakika kadhaa kisha akamwangalia Ashley, binti wa kizungu ambaye amekuwa na mahusiano naye ya siri sana bila kujulikana. Ilikuwa ni ajabu kwa maisha anayopitia Dee. Ilikuwa ni ajabu sana kwa maisha anayopitia Dee. Bado ana uwezo wa kusimamisha kama mwanaume na kumridhisha mwanamke. Japo amedhulumiwa jinsia yake, ila bado kuna wanaume umebaki ndani yake. Unanipenda Ash? Sio swali hilo, nijibu baba. Waliangaliana kwa muda kisha ndimi zao zikakutana wakazama penzini. Huku Ashley akiitaka mimba ya Dee kwa njia yoyote ile ili aiumbue dunia na wote waliomdhulumu Dee kuishi kama mwanaume. Yes baby. Nipe mimba. Nipe mimi. Nipe mpenzi wangu. Nakupa mpenzi wangu. Ni nini kitaendelea? Ashley anaitaka mimba. Itakuwaje na baba yake akijua kuwa Ashley ana mimba Dee? Tafadhali ungana nami katika sehemu ya 5, itakuwa na majibu yote ya nini kilichoendelea. Nikuombe pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video hii ili kuwa wa kwanza kupata simulizi hii na zingine zote ambazo tunaweka hapa. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jack Mambo. Kama kawaida unaweza kumpata kupitia ukurasa wa Facebook, anatumia story za mambo kule Facebook. Kuna story nyingi mno ambazo zijaingizwa katika mfumo wa sauti, au pia unaweza kumpata kupitia namba zake za WhatsApp, anatumia 0716 35 2102. Bila itwa Ibrahim Kalage. Unaweza kulipata pia kwenye namba yangu ya WhatsApp, natumia 0713 88 23 52. Usipige, tuchat. Tukutane katika sehemu ijayo. Chao.